Ndugu zangu, leo tuna simu hizi tunazitumia, kila mmoja ana simu yake na ubora wake na aina yake na kampuni ambayo ameipenda yeye mwenyewe na ukubwa wa simu yake. Leo inafikia wakati kuna watu atakapokuwa tu ametangazwa, taarifa imetoka, bwana fulani bini fulani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maanake hatuko naye sasa. Sasa ile simu, siku zote unapokuwa mimi na wewe tumetangulia mbele ya haki, simu zetu huwa wanakabidhiwa wale ambao wengine wanakuwa ni warithi sasa, kwa sababu wewe haupo tena, ndugu yangu, ushatangulia mbele ya haki, maanake simu yako anayo mrithi wako. Sasa inategemea yule ambaye atakayekuwa nayo hiyo simu yako. Inawezekana kuna wengine baada ya kuwa tumeshaondoka, simu zetu wanakabidhiwa wake zetu. Kuna wengine tunapokuwa tumetangulia mbele ya haki, simu zetu wanakabidhiwa baba zetu. Inawezekana wengine tumetangulia mbele ya haki, simu yako akakabidhiwa mama yako, ama yoyote yule ambaye akawa anakuhusu katika hiyo simu yako. Sasa kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Je, simu yako wewe ina nini? Ina vitu gani ambavyo umeviweka ndani yake, ili utakapokufa isije ikawa tena ni majanga mengine yakapelekea umauti kwa watu wengine, au fadhaha na taharuki kwa watu wengine. Leo kuna watu simu zao wanazitumia visivyo. Leo kuna watu simu zao ndio wamekuwa maadimini kwenye magrupu ya ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hebu fikiria sasa, wewe ndugu yangu ambaye unamiliki simu yako, alafu wewe ndiye adimini kwenye grupu la ngono. Imetokea sasa umeshatangulia mbele ya haki, simu yako aidha amekabidhiwa mama yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa baba yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa mke wako au mwanao. Ndiye anakuta sasa simu yako, kumbe wewe ndiye adimini. Tena wanauliza, leo adimini, mbona leo hujatuma picha nzuri, alafu fulani mbona ametuma video mbaya? Yani wanakuambia adimini fulani hajatuma picha nzuri. Ina maana unatakiwa wewe sasa utoe mwongozo kama adimini, ili ziweze kutumwa picha chafu kwenye hiyo grupu mliloko nalo. Sasa ndiyo mzazi wako anaangalia au mke wako anaangalia, anajiuliza, kumbe mwanangu au mume wangu ndiye adimini kwenye hili grupu. Simu yako kabla ya kifo chako. Kuna mtu unakuta simu yake yeye ndio kaijaza wanawake ambao si halali yake, hawafanyi biashara, si watu ambao ni watu wake, ambao labda wenyewe watu wa mjini wanasema kwamba ana michepuko yake. Sasa hiyo michepuko ni mingi sana, kiasi kwamba kuna ambaye labda tayari ashakuwa na ujauzito wake, kuna ambaye tayari katika kashamwahidi kwamba kuna pesa atamtumia baadaye, alafu kila mmoja ana malalamiko yake. Ndio inafika wakati sasa wewe umetangulia mbele ya haki, simu yako amekabidhiwa mke wako. Sasa wale michepuko ndio wanaanza kudai matumizi. Balaa inatokea kwa huyu mwanamke, badala ya kulilia kifo cha mume wake, anaanza kulia tena kuhusu huu mchepuko ambao umepiga simu kwa wakati huu. Lakini si hilo tu, kuna wengine imefikia wakati zile simu zao wao ndio wana uhusiano na wale wanaita mashoga. Inna lillahi, yani wewe ndiyo ambaye una mashoga umewajaza kwenye simu yako. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani wewe ndio unafanya machafu. Tena wewe inawezekana ndio umekuwa unawaconnect na wanaume ili wakafanye machafu wanaume kwa wanaume kupitia hiyo simu yako. Sasa inafikia wakati, ndugu yangu, umeshakufa, umetangulia mbele ya haki, ile simu yako kakabidhiwa mama yako, au hiyo simu yako amekabidhiwa mke wako. Ndiye anakuta sasa, mume wangu kumbe yeye ndiye aliyekuwa anafanya mapenzi ya jinsia moja na wanaume wenzake. Inna lillahi. Anakuta mke wako au anakuta baba yako au anakuta mama yako kwamba ile simu yako ndio mashoga sasa wanapiga simu na kuanza kukuulizia uko wapi. Kumbe tayari umetangulia mbele ya haki, unaacha huku majonzi mengine, unaweza ukaacha msiba mwingine. Simu yako kabla ya kifo chako, je, itakuwa itakapokuwa imewachwa simu yako itakuwa na mazuri yapi? Leo fikiria, umetangulia mbele ya haki, simu yako anakabidhiwa mume wako,
kwa sababu na huzuni. Simu yako sasa, mme wako anakabidhiwa, mke wangu ametangulia mbele ya haki, analia. Sasa hii simu anapoishukua, mara ghafla inapigwa. Wanaopiga ni wanaume, tena si chini ya wanaume wengi wanapiga simu, wanaanza kulia, bebi utakuja saa ngapi? Bebi uko wapi sasa hivi? Huyu anayepiga sema, bebi nishakutumia hela, yani nauli nishatuma. Kila mmoja mbaya zaidi. Kumbe dada yangu, wewe ulikuwa unafanya kazi ya kujiuza. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia nitakuja kueleza historia yangu ya kusilimu kwangu. Ilikuwaje nikasilimu, sababu ni nini? Kuna mtu mmoja aliuliza, labda wewe umesilimu kwa sababu ya, wengi unajua shekhe wanasema labda kasilimu kwa sababu ya mwanamke wa Kiislamu. Wengi wanadai hivyo. Hapana, mimi nilisilimu baada ya kuijua haki. Kuijua haki. Nikaijua Uislamu ndio dini ya kweli, dini ya manabii wote. Nikafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa na hana anayefanana naye hata mmoja. Baada ya kulitambua hilo kwa ushahidi, si kwa kubahatisha. Maana shekhe, ukiona leo Mkuria amekuwa Muislamu pia ujue ni dalili ya kiyama. Leo ukiona Murayekio kugamba narinda kutebiga Mkuria kasilimu kama Muislamu na anahubiri hapa dini ya Mungu, basi ujue pia kiyama kimetukaribia. Mimi nimezaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda. Sasa ukiona leo Mkuria kawa Muislamu, shekhe, mtihani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ni Alhamisi nyingine tunakutana tena katika jukwaa hili la Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, na lengo kubwa ni kutaka jamii iweze kupata taaluma za aina kadha wa kadha, ikiwemo taaluma kwa ajili ya masala ya kiafya, kwa maana afya zetu kama zimetikisika, basi utapata mwongozo uliokuwa bora kabisa namna kuweza kurejesha afya yako hapo ulipo. Lakini pia faida ya pili, namna ambavyo unaweza kuiandaa moyo wako kuwa laini kabisa katika masala mazima ya dini tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia na jamii kwa ujumla, ili uweze kujua namna gani unaweza ukaishi vizuri, lakini pia kwa huruma, masikilizano na jamii, mambo yasikwenda katika hali ile kwa nzuri kabisa. Lakini pia yote kwa yote ni kwamba tunapatikana hapa ofisi yetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Hivyo kila siku na unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734. Ndio zetu namba za kutupigia simu kupata mwongozo ama kutaka ufafanuzi zaidi, basi unaweza kutumia namba hizo ili kupata mwongozo uliokuwa bora kufika tulipo. Lakini pia hata kwa simu unaweza ukapewa ufafanuzi uliokuwa bora kabisa. Mimi binafsi nimeungana sambamba Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, lakini pia tukiwa sambamba na mgeni wetu rasmi ambaye ni Sheikh Tito. Huyu bwana ni muhadhiri mkongwe kabisa, lakini pia ni muhadhiri wa kimataifa, na kiukweli kabisa ana ladha katika usemaji wake, na wewe hapo ulipo utajua ni ladha kiasi gani hasa atakapoanza kutembea katika jukwaa hili. Na ukweli kabisa mimi nikwambie tukaa tayari kuipata ladha yake, kwa sababu kiukweli ana utamu wa hali ya juu mno kumsikiliza, kwa kuwa anajua namna kutembea na mada, lakini mada kamili utakwenda kumsikia mwenyewe. Mimi langu ni kumkaribisha tu kumwambia Sheikh Tito, faltafadhali mashkura, karibu sana jukwani lako, na jukwaa wapo tayari kukusikiliza, lakini pia kupata ladha adhimu kabisa kutoka kwako. Mimi maiki hizi nikuletee wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mola msimamia kila jambo, Mola wetu ambaye ametujalia kwa mapenzi yake, ametuumba binadamu, na lau angelitaka Mwenyezi Mungu basi angetuumba kiumbe chochote, lakini kwa mapenzi yake ametuumba binadamu kwa lengo kubwa tuweze kumwabudu yeye. Lakini pia ziada ya rehema zimwendee mtukufu wa daraja, mbola wa mitume, si mwingine ni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye aliyekuja kuwatoa watu kwenye kiza na kuwaleta kwenye nuru,
na nuru hiyo si nyingine, ni nuru ya Uislamu. Nami namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kunijalia neema ya kuwa Muislamu, kwa sababu nimezaliwa hali ya kuwa nimekuta familia zangu, wazee wangu, wazazi wangu, ndugu zangu wote ni Wakristo, lakini kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia neema hii ya kuwa Muislamu, si kwa mapenzi yangu, isipokuwa ametaka Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema anayemtaka yeye basi umuongoza katika kheri, katika nuru, na nuru hiyo si nyingine basi ni Uislamu. Na mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu katika hilo, lakini pia namuomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, na Mwenyezi Mungu ajalie pia katika familia yangu waweze kuwa Waislamu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhanahu. Amin ya Rabbi. Ndugu zangu, namshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa mara nyingine kupata fursa hii katika jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusufu Diwani. Hakika hili jukwaa ni jukwaa la aina yake, ni jukwaa la kipekee naweza nikasema. Kwa nini? Kwa sababu ni jukwaa ambalo limekuwa likiwakutanisha mashehe mbalimbali, wageni mbalimbali katika kuweza kufikisha yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa amewajalia, na watu wengi wamekuwa ni wenye kupata faida kubwa kabisa kutoka hapa kwenye jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusufu Diwani. Nami pia katika miongoni mwa watu ambao nimepata bahati siku ya leo kuweza kufika katika jukwaa hili, na mimi niweze kusema walau kwa uchache, na huwa nasema tu ya kuwa huwa sistahili kushika gidamu ya viatu vya shekhe huyu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahi amempa, amemruzuku, anafahamu. Mwenyezi Mungu amemjalia kufahamu Qur'an vizuri kwa ufasaha zaidi, lakini si Qur'ani pia na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na historia, na kuwasoma wanachuoni mbalimbali kwa tafiti, kwa lisechi zenye kujitoshereza. Lakini pia vile vile Dr. Sheikh Yusufu Diwani amekuwa ni miongoni mwa matabibu wakubwa kabisa, wameweza kufanya lisechi mbalimbali katika masuala mazima ya kuweza watu kujitibia viwiliwili vyao. Maana yake ni daktari katika masuala ya kiroho na kimwili pia, kwa sababu nafsi zetu zinapokuwa pia zinataka kumjua Mwenyezi Mungu, basi amekuwa akifundisha kwa ufasaha katika darasa zake. Lakini pia vile vile katika viwiliwili vinapoumwa sasa pia na vyenyewe vinahitaji matibabu, amekuwa katika sehemu moja kubwa kabisa ya kuweza kutupa ponyo la kimwili. Hivyo nami nimepata fursa hii, penzi mtazamaji wetu ambaye unafuatilia vipindi hivi kutoka katika jukwaa hili la Sheikh Dr. Yusufu Diwani, na mimi nimepata nafasi, fursa ya kuweza kusema walau kwa uchache siku ya leo. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie kile nitakachokisema basi kitufae wote hapa duniani na kesho tunakoelekea. Maneno yangu machache nitakayoyasema, kwanza kabisa nitakuwa na maneno yanayosema kwamba simu yako kabla ya kifo chako. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa unapaswa uangalie, kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Kwani simu yako ina nini kabla ya hicho kifo chako? Mpenzi mtazamaji, dunia tulionayo sasa ni dunia tunasema ya kidigitali. Leo dunia imekuwa mkononi, manake kila kitu kiko katika mkono wako. Kwa hiyo simu yako ambayo leo ndio imekuwa kila kitu, simu yako leo inaweza ikawa ni sehemu ya ofisi yako. Manake leo kuna watu ambao simu zao ndio ofisi zao. Leo hata mimi juzi kulikuwa na mtu mmoja kutoka katika ardhi ya Kenya katika jiji la Nairobi, alikuwa anasafiri kuelekea sehemu moja inaitwa Kisii. Sasa aliweza kusikia katika mfuatiliaji mzuri sana wa jukwaa la Dr. Sheikh Yusufu Diwani. Katika kule kufuatilia aliweza kusikia Dr. Sheikh Yusufu Diwani akizungumzia dawa yake moja hivi inaitwa mkono wa Idi.
Sasa baada ya kusikia aliweza kutafuta mawasiliano, kwa sababu ni mtu ambaye pia ananifahamu, akaweza kunipigia simu na kuweza kutaka kuijua namna gani anaweza kuipata huo mkono wa Idi ili na yeye mambo yakawe mazuri, na tutaeleza dakika zetu za mwisho mkono wa Idi ni nini, ili uweze kufahamu kwamba mkono wa Idi una maajabu makubwa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa pointi yangu ni nini hapa? Yule bwana aliweza kupata kujua atapataje mkono wa Idi, na akaweza kupigiwa picha na akapiga video call, tukaweza kuonana, nikamweza kumuunganisha na Shekhe Yusuf Diwani, hatimaye akaweza kupata mawasiliano naye na akaweza kutumiwa huo mkono wa Idi na ukamfikia kule alipo. Ina maana kwa kifupi tu kwamba hapa kilichofanyika ni simu. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa hii simu yako unaweza ukaitumia vizuri, maana yake itakupa manufaa, na endapo simu yako ukiitumia vibaya, basi baada ya kifo chako simu yako inaweza ikasababisha mauaji mengine utakapokuwa umetangulia mbele ya haki. Kivipi? Ndugu zangu, leo tuna simu hizi tunazitumia, kila moja ana simu yake na ubora wake na aina yake na kampuni ambayo ameipenda yeye mwenyewe na ukubwa wa simu yake. Leo inafikia wakati kuna watu atakapokuwa tu ametangazwa taarifa imetoka, bwana fulani bini fulani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, manake hatuko naye sasa. Sasa ile simu, siku zote unapokuwa mimi na wewe tumetangulia mbele ya haki, simu zetu huwa wanakabidhiwa wale ambao wengine wanakuwa ni warithi sasa, kwa sababu wewe haupo tena ndugu yangu, ushatangulia mbele ya haki, maanake simu yako anayo mrithi wako. Sasa inategemea yule ambaye atakayekuwa nayo hiyo simu yako. Inawezekana kuna wengine baada ya kuwa tumeshaondoka, simu zetu wanakabidhiwa wake zetu. Kuna wengine tunapokuwa tumetangulia mbele ya haki, simu zetu wanakabidhiwa baba zetu. Inawezekana wengine tumetangulia mbele ya haki, simu yako akakabidhiwa mama yako ama yoyote yule ambaye akawa anakuhusu katika hiyo simu yako. Sasa kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Je, simu yako wewe ina nini? Ina vitu gani ambavyo umeviweka ndani yake ili utakapokufa isije kawa tena ni majanga mengine yakapelekea umauti kwa watu wengine au fadhaha na taharuki kwa watu wengine? Leo kuna watu simu zao wanazitumia visivyo. Leo kuna watu simu zao ndio wamekuwa maadimini kwenye magrupu ya ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hebu fikiria sasa, wewe ndugu yangu ambaye unamiliki simu yako, alafu wewe ndiye admini kwenye grupu la ngono. Imetokea sasa umeshatangulia mbele ya haki, simu yako aidha amekabidhiwa mama yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa baba yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa mke wako au mwanao. Ndiye anakuta sasa simu yako, kumbe wewe ndiye admini. Tena wanauliza leo, admini, mbona leo hujatuma picha nzuri, alafu fulani mbona ametuma video mbaya? Yani wanakuambia admini fulani hajatuma picha nzuri. Ina maana unatakiwa wewe sasa utoe mwongozo kama admini ili ziweze kutumwa picha chafu kwenye hiyo grupu mliloko nalo. Sasa ndiyo mzazi wako anaangalia au mke wako anaangalia, anajiuliza kumbe mwanangu au mume wangu ndiye admini kwenye hili group. Simu yako kabla ya kifo chako, iangalie ina nini simu yako. Lakini leo simu zetu kuna watu unakuta yeye kumbe mawasiliano yake, Allahu akbar, inna lillahi. Kuna mtu unakuta simu yake yeye ndio kaijaza wanawake ambao si halali yake, hawafanyi biashara, si watu ambao ni watu wake ambao labda wenyewe watu wa mjini wanasema kwamba ana michepuko yake. Sasa hiyo michepuko ni mingi sana kiasi kwamba kuna ambaye labda tayari ashakuwa na ujauzito wake, kuna ambaye tayari katika kashamwahidi kwamba kuna pesa atamtumia baadaye, alafu kila mmoja ana malalamiko yake. Ndio inafika wakati sasa wewe umetangulia mbele ya haki, simu yako amekabidhiwa mke wako, sasa wale michepuko ndio wanaanza kudai matumizi. Balaa inatokea kwa huyu mwanamke, badala ya kulilia kifo cha mume wake anaanza kulia tena kuhusu huu mchepuko ambao umepiga simu kwa wakati huu. Simu yako kabla ya kifo chako.
Lakini si hilo tu, kuna wengine imefikia wakati zile simu zao wao ndio wana uhusiano na wale wanaita mashoga. Inna lillahi, yani wewe ndio ambaye una mashoga umewajaza kwenye simu yako. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani wewe ndio unafanya machafu. Tena wewe inawezekana ndio umekuwa unawaconnect na wanaume ili wakafanye machafu wanaume kwa wanaume kupitia hiyo simu yako. Sasa inafikia wakati, ndugu yangu, umeshakufa, umetangulia mbele ya haki. Ile simu yako kakabidhiwa mama yako, au hiyo simu yako amekabidhiwa mke wako, ndiye anakuta sasa, mume wangu kumbe yeye ndiye aliyekuwa anafanya mapenzi ya jinsia moja na wanaume wenzake. Inna lillahi. Anakuta mke wako au anakuta baba yako au anakuta mama yako kwamba ile simu yako ndio mashoga sasa wanapiga simu na kuanza kukuulizia uko wapi. Kumbe tayari umetangulia mbele ya haki, unaacha huku majonzi mengine, unaweza ukaacha msiba mwingine. Simu yako kabla ya kifo chako, je, itakapokuwa imewachwa simu yako itakuwa na mazuri yapi? Lakini lingine katika kumalizia, simu yako kabla ya kifo chako inapaswa uichunge, uiangalie ina nini simu yako kabla umauti hauja kufika. Lingine, leo unakuta simu za watu, ikiwa ni mwanamke, dada yangu, mama yangu, saa ingine umebahatika Mwenyezi Mungu amekuruzuku uko kwenye ndoa, au hata kama bado hujajaliwa kuwa kwenye ndoa. Je, hiyo simu yako wakati utakapokuwa umetangulia mbele ya haki, hiyo simu yako yule atakayekabidhiwa haiwezi ikawa ni sababu ya kumpelekea yeye kutengeneza majonzi mengine, au hata ikapelekea umauti kwake. Kwa sababu leo fikiria, umetangulia mbele ya haki, simu yako anakabidhiwa mume wako, kwa sababu na huzuni, simu yako sasa mume wako anakabidhiwa, mke wangu ametangulia mbele ya haki, analia. Sasa hii simu anapoishukua, mara ghafla inapigwa, wanaopiga ni wanaume, tena si chini ya wanaume wengi wanapiga simu, wanaanza kulia, bebi utakuja saa ngapi? Bebi uko wapi sasa hivi? Huyu anayepiga sema, bebi nishakutumia hela, yani nauli nishatuma. Kila mmoja mbaya zaidi, kumbe dada yangu, wewe ulikuwa unafanya kazi ya kujiuza. Yani wenyewe uruga wanaoitumia sasa hivi wanasema alikuwa anadanga. Inna lillahi. Maana sasa hivi mtihani Sheikh Yusufu, sasa hivi kuna mitihani mingi sana. Yani leo duniani lugha zinachipuka kama uyoga. Lugha ziko nyingi, wanazitumia alimradi hata kama jambo alifai kulinogesha, kulitengeneza lionekane linafaa katika jamii, kumbe saa nyingine jambo lenyewe halifai. Kwa hiyo wataitana majina mengi ili kuonekana kwamba lile jambo labda ni halali, kumbe saa nyingine jambo lenyewe sio halali. Kwa hiyo yale majina yatakuwa yanaitwa, kumbe mme wako anashtuka, mke wangu alikuwa akifanya kazi ya kujiuza, mke wangu mimi nilikuwa namwamini, mke wangu ilikuwa hivi. Au ni baba yako ama ni mama yako au ndugu yako atajiuliza, kumbe fulani alikuwa hivi. Ndugu zangu, simu zetu kabla ya vifo vyetu, simu yako kabla ya kifo chako. Hebu ikague simu yako, kwamba ikitokea hapo ulipo na nitazama muda huu kupitia jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusuf Diwani, hebu jiulize kwamba ikitokea sasa umetangulia mbele ya haki, vipi itakuwa simu yako, wale watakaokuwa wamekabidhiwa itakuwa ina nini? Hebu tutarajie kwamba simu zetu basi ziwe zinapokea maneno mazuri, simu zetu ziwe zinapigwa ni kwa ajili ya tukuuliza, iwe ni kwa wema, iwe ni mambo mazuri. Isifikie wakati mpaka zile simu zetu wale waliokabidhiwa wazizime kwa sababu ya yale yatakayokuwa yanajiri baada ya kuwa tumepokea au tumewaachia zile simu zetu. Kwa hiyo mwisho niseme tu, Mwenyezi Mungu atujalie, abadilishe nafsi zetu na tutengenezee wepesi katika yale ambayo kwetu ni mazito, kwa sababu yeye ndiye anaweza kubadilisha yaliyoko katika nafsi zetu. Lakini pia katika kumaliza kwa dakika zangu chache, wanasema wanachuoni, maana hapa niko na vigogo na mimi kama nilivyosema sistahili hata kushika gidamu ya viatu vyao. Ninapopewa fursa hii ya kusema, huwa namwomba Mwenyezi Mungu anijalie kile nitakachokisema kitufae hapa duniani na kesho tunakoelekea. Lakini pia nikukumbushe, nilizungumza hapa katika nukta yangu moja katika kumalizia kuhusu kuna zawadi.
Shekhe, naiomba hiyo zawadi. Nilieleza hapa watu kuna bwana mmoja yeye huyu anatoka Nairobi. Na kama nilivyoeleza katika nukta yangu ya awali, aliweza kuwa na ndugu yake mmoja ambaye yeye aliweza katika safari zake aliipata huu mkono wa Idi. Baada ya kupata huu mkono wa Idi, hii ni dawa maalum ambayo imefanyiwa tafiti. Lakini pia katika sio tafiti tu peke yake, unaweza ukafanya tafiti afu kaziache hizo tafiti zenyewe. Unapofanya tafiti lazima uprove kwamba ile tafiti niliyoifanya matokeo yake ni haya. Sasa baada ya kuwa Daktari Sheikh Yusuf Diwani ambaye nimesema ni mwanachuoni, sina yani nikisema tuanze kuelezea historia na matukio yaliyojili hatuwezi kumaliza kwa yale ambayo yameweza kutokea, kwa yale ambayo ameyafanya. Lakini itoshe kusema kwamba katika tafiti ambazo ameweza kuzifanya na kuprove kwamba baadhi ya mimea, baadhi ya miti ambayo ikiandaliwa kwa ufasaha, kwa elimu ya hali ya aina yake, basi huwa inaleta matokeo makubwa kabisa kabisa. Miongoni ni hii dawa maalum kabisa ya mkono wa Idi, ambayo dawa hii kiukweli yule bwana anasimulia, anasema ni la ndugu yake ambaye nisema ni rafiki yake. Unajua kuna urafiki unasema unafikia pakani na kuwa ni ndugu, ambaye yeye huyu baada ya kuwa aliipata, sasa yeye alipoweza kuitumia iliweza kumpa matokeo makubwa, ndipo aliweza kutafuta mawasiliano kwangu, hatimaye nikamuunganisha na Shekhe Dr. Sheikh Yusuf Diwani, akaweza kuipata hiyo mkono wa Idi ambao leo mashallah na mimi shekhe leo misiachi maana mkono wa Idi una habari nzito. Ndugu yangu, huu mkono wa Idi wewe ambaye hujawahi kuipata, endapo utakapokuwa umeipata na ukaitumia, mi naamini kwanza utajuta kwa kuichukua chache na utajuta kwa kuikosa. Yani kuna mmoja atajuta kwa nini nisijaipata, na mwingine atajuta kwa nini nimechukua chache. Atatamani achukue, kwa sababu kwanza unapoitumia inakwenda kurekebisha mambo mengi sana katika mwili wako. Kwa sababu kuna watu ambao leo wana matatizo mengi katika masuala ya kuelekea lile jambo la chakula cha usiku. Na wengi tumekuwa sasa hivi ni madhaifu katika hilo. Lakini dawa zipo, isipokuwa ni nani anayekupatia dawa. Unajua tatizo Daktari Sheikh Yusuf Diwani, shida si dawa. Maana dawa mtu anaweza akachuma miti. Sasa kuna mwingine anaweza kwambia sio chuma mti, sio ukachume. Maana tatizo sio kuchuma mti tu, unaweza ukaujua mti huu, lakini prosesi zake, kuandaa kwake, kwanza kukijua kitu sahihi. Ukisha kifahamu kitu unakiandaa pia kwa vipimo maalum na kwa taratibu maalum ili iweze kuwa dawa sahihi. Sasa huu mkono wa Idi umeandaliwa kwa taratibu maalum na kwenda kwa sababu maalum na kwa matatizo maalum, na hii ni kwa watu maalum. Kwa hiyo nasema mkono wa Idi imeandaliwa kwa taratibu maalum na ni kwa watu maalum, na kwa wewe utakayekwenda kuichukua utakuwa ni mtu maalum vile vile. Nasema mkono wa Idi ni habari kubwa mno, na wengi matokeo wameyaona. Kuna watu walikuwa hawawezi kupata uzazi, ilikuwa inafikia wakati yani hata kile swala la tendo la ndoa kwake ni mtihani. Kuna watu shekhe, wallahi akisafiri zile safari tunaposema zile safari, maanake kuna watu watakuwa wamenielewa zaidi kuliko hata ikiwa wewe hujalielewa, maanake sio lako, alikuhusu. Wale ambao linawahusu hao ndio la kwao. Sasa kuna watu safari zao ni ngumu shekhe. Safari ni ngumu shekhe, safari ni ngumu. Kuna mtu anakaa sebleni, anakaa anasubiri tu pale sebleni, kakaa tu bana, huku tayari huku asema subiri kwanza. Unasubiri nini? Unachokisubiria ni nini? Wewe kila wakati una TV, kila wakati una simu yako, weka simu kando. Ukitumia mkono wa Idi, mimi nakwambia mwenyewe utakuja na kibao umekiandika pale, heshima imerudi. Ya salam. Unakaa unasubiri nini? Unakaa sebleni, unasubiri kitu gani sebleni hapo? Toka sebleni, sio pahala pako. Pahala pako huko sehemu maalum, chumbani. Ndio sehemu yako, natakiwa ukae. Ili mkono wa Idi uwe mkono wa Idi kweli. Lakini sasa kuna wengine shekhe, mambo sio mazuri, ndio maana anakaa sebleni. Sasa ndio maana tunawaambia ikiwa mambo sio mazuri, tuna mkono wa Idi, unasubiri nini? Alafu hili jambo Sheikh Yusuf Diwani, unajua kwanza sio jambo la aibu. Sahihi. Unajua kuna mwingine anaweza akapiga simu, halo
Siku moja nilikuwa nakumbuka, ulikuwa kuna mtu mmoja unazungumza naye anakupa, anataka mkono wa Idi. Sasa ile ongea yake alikuwa anaona aibu. Mimi nikwambie wewe usione aibu. Ukipiga simu kwa Daktari Sheikh Yusuf Diwani, funguka. Mwambie Daktari Sheikh Yusuf Diwani, nataka mkono wa Idi. Mambo sio mazuri, nakaa sebleni sana. Mambo ya kuvizia kukaa sebleni hapa sio mazuri. Unakaaje sebleni? Nini? Chumbani. Wewe nenda chukua mkono wa Idi kadhaa, weka pale, piga mkono wa Idi. Baada ya kupiga mkono wa Idi, alafu nenda, baada ya kutoka chumbani, shukrani utaleta mara ya pili kwa Daktari Sheikh Yusuf Diwani. Hivi si vitu vya kubahatisha, kwa sababu ni vitu vinafanywa kwa maarifa, kwa utaratibu, na vile vile tunamwachia sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ambaye anapotaka jambo lake basi usema kuwa na likawa. Hakuna kinachoshindikana, tafuta sababu. Mwenyezi Mungu anasema amejalia kila kitu kiwe na sababu. Kwa hiyo jambo lako ulilonalo, matatizo ulionayo, siji uwezi, ukisafiri kidogo mara umeshafika hapa, gari ishazima, mnashuka mnaanza kusukuma gari. Kuna abiria wengine ni wakorofi, watasukuma mara ya kwanza ataona shida, mara ya pili. Wakubwa mnanielewa naposema kusukuma gari, mnakuwa ni mtihani. Kwa hiyo mimi nikwambie, usikose mkono wa Idi. Na unajua Sheikh pia, kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Maana kuna mikono inaweza katokea mingine lakini sio ya Idi. Tunazungumza mkono wa Idi. Yaani hakikisha unapata mkono wa Idi. Mkono wa Idi. Unajua mikono Sheikh iko mingi. Huu sio mkono wa Joni wala huu ni mkono wa Idi. Yaani hii inaitwa mkono wa Idi. Ukimpigia Sheikh Daktari Sheikh Yusuf Diwani, mwambie Sheikh, yani mkono wa Idi. Alafu utakuja uprove mwenyewe kwamba hiki tunachokisema ni kweli, kwa sababu ni vitu vimefanywa kwa ufasaha, vitu vimefanywa kwa taratibu, na kwa tukienda tuamue kuchambua. Kuna mti mmoja Sheikh ulikuwa ukiuelezea, ambao miongoni mwa miti iliyochanganywa katika huu mkono wa Idi. Sasa kuna bwana mmoja, yeye tulikutana naye sehemu fulani hivi, ni msomi sana. Yule bwana alikuwa anachambua mti miongoni mwa miti. Mwenyezi Mungu akujalia wakati mwingine nadhani utakuja kuwaelezea mti mmoja mmoja. Anasema miongoni mwa mti uliowekwa ndani yake, yani product yake, anasema huu mti wenyewe una balaa zito. Kwanza unapoitumia, unajua kuna wengine Shekhe waoga wa dawa chungu. Unajua kuna mwingine kidume lakini ni muoga. Akisikia unasikia chungu au tamu. Sasa hii sio chungu wala sio tamu. Yaani hii ni dawa, sio chungu wala sio tamu, ila ni dawa. Simeleka vizuri. Yaani sio chungu wala sio tamu, ila ni dawa. Mkono wa Idi. Unaona? Kwa hiyo katika maandalizi yake na jinsi ambavyo imeweza kufanya ufanisi mkubwa katika utendaji kazi wake, mi naamini watu wengi itawafaa biidhnillah. Na hata vile vile mama zetu, dada zetu, hii pia inawafaa sana, kwa sababu kuna wengine pia kina baba wanaweza wakawa tunawalaumu, lakini kuna wengine pia mama zetu nao dada zetu na wenyewe kidogo wana mtihani, hahisi yani hahisi chochote, anaamua tu akaushe tu pale. Na wewe mkono wa Idi unakufaa. Sasa mkibahatika mkapiga wote mkono wa Idi, umo ndani, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuna uwezekano hata watoto kusafirishwa likizo ya dharura, kwa sababu ndani patakuwa ni furaha. Na mnaweza mkajihisi ndoa yenu ndo kwanza mmeoana leo kwa sababu ya mkono wa Idi. Kwa jitahidi, kwa mawasiliano zaidi muone mwenyewe, pigie moja kwa moja Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Alhamdulillah atakupa mengi makubwa yaliyopo ndani ya mkono wa Idi. Na alhamdulillah, mimi kama nilivyosema, yule ndugu yetu ambaye aliipata mpaka sasa anafurahia. Na Mwenyezi Mungu amemjalia Shekhe, sasa hivi ana mtoto. Alhamdulillah. Ana mtoto. Allah amejalia kila kitu kina sababu. Kwa hiyo ndugu yangu, na wewe tafuta sababu, na sababu inawezekana nikawa ni hii, ndio Mwenyezi Mungu amekadiria. Kwa hiyo unaweza kuipata haya. Baada ya kuyasema hayo machache, mimi niseme tu kwamba nishukuru sana kupewa nafasi hii katika jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amweke na ampe afya na amjalie umri mrefu wenye manufaa. Kiukweli tunapata elimu kubwa sana, na hii elimu Sheikh Yusuf Diwani si wenyewe tunajivunia. Mimi huwa siishi kupita na kuangalia kwamba nini leo kimesemwa
Unajua wanachuoni sasa wanaondoka na wengi wanaobaki sasa hivi ndio ujinga unakithiri na wajinga wengi ndio wanaaminiwa katika jamii sasa hivi inayotuzunguka. Yani wajinga ndio wanaonekana wanajua, lakini wale wanaojua hawapewi nafasi ili waweze kufanya yale wanayoyajua. Mwenyezi Mungu atujalie watu tusome tuweze kufahamu na tuweze kujua kwamba hivi vitu vinawezekana. Mwenyezi Mungu ajalie wakaribisha wageni wengine walio bora, maadamu watakuja kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Allah atatulipa kila la kheri hapa duniani na kesho akhera. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia nitakuja kueleza historia yangu ya kusilimu kwangu. Ilikuwaje nikasilimu, sababu ni nini? Kuna mtu mmoja aliuliza, labda wewe umesilimu kwa sababu ya, wengi unajua shekhe wanasema labda kasilimu kwa sababu ya mwanamke wa Kiislamu. Wengi wanadai hivyo. Hapana, mimi nilisilimu baada ya kuijua haki. Kuijua haki. Nikaijua Uislamu ndio dini ya kweli, dini ya manabii wote. Nikafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa na hana anayefanana naye hata mmoja. Baada ya kulitambua hilo kwa ushahidi, si kwa kubahatisha. Maana shekhe, ukiona leo Mkuria amekuwa Muislamu pia ujue ni dalili ya kiyama. Leo ukiona Murayekyo kugamba nari ndagotebiga Mkuria kasilimu kama Muislamu na anahubiri hapa dini ya Mungu, basi ujue pia kiyama kimetukaribia. Mimi nimezaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda. Sasa ukiona leo Mkuria akawa Muislamu, shekhe, mtihani. Ila zote ni katika neema na fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza mengi Mwenyezi Mungu akitujalia. Historia yetu, mimi zamani nilikuwa naitwa Michael Tito. Baada ya kusilimu naitwa Juma Tito. Kwa hiyo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa neema ya kuwa Muislamu. Na Uislamu raha shekhi. So, zamani unajua hata nilikuwa kuvaa kanzu unaona tabu, unavaa masuti unakemea pepo toka mingineyo. Kwa hiyo ala kulli hali tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nikushukuru Sheikh Yusuf Diwani, Mwenyezi Mungu akujalie kheri na pamoja na nishukuru Sheikh pia kwa kupata hii nafasi inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.